Mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa vipindi vya Radio Maria, sauti ya Kikristo nyumbani mwako. Karibu tena katika kipindi chetu cha Mbiu ya Heri. Kipindi hiki hurushwa moja kwa moja kutoka hapa Seminari Kuu ya Kitaifa ya Familia Takatifu Mwenda Kulima iliyoko Jimbo Katoliki Kahama. Na mada yetu ya leo itakuwa msingi wa sakramenti katika maandiko matakatifu na jinsi zinavyotusaidia kushinda athari za dhambi ili tuweze kuishi maisha ya wokovu wa milele. Mada hii inaletwa kwenu nami Frater Richard Mpogomi kutoka Jimbo Katoliki Geita na mwanafunzi wa masomo ya teolojia katika seminari hii ya kitaifa ya Familia Takatifu Mwenda Kulima. Basi kabla ya kuendelea na kipindi chetu, karibu tuanze kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Bikira Maria, mama wa Mungu, utuombee. Mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa mada zetu, kipindi kilichopita tuliweza kuona maswali msingi katika kitabu cha Mwanzo. Na moja ya maswali hayo ni anguko la mwanadamu katika dhambi, ambapo tunalisoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3. Hapa tuliona kwamba wazazi wetu wa kwanza, yani Adam na Eva, walishindwa kumtii Mungu kwa kula tunda ambalo Mungu mwenyewe aliwaamuru wasilile, hivyo kupelekea kufukuzwa katika bustani ya Edeni, na hapa ndipo dhambi iliingia ulimwenguni, kama tunavyosoma katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 5 aya ya 12, kwamba kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Kumbe kwa dhambi ya Adam, kwa dhambi ya wazazi wetu wa kwanza, wote tumefanya dhambi. Wote tumerithi hiyo dhambi, isipokuwa kulingana na mafundisho ya kanisa, mama yetu Bikira Maria alizaliwa bila dhambi ya asili, kwa sababu yeye kimsingi aliandaliwa kwa ajili ya kazi maalum, kazi ya kumzaa Kristo. Basi pamoja na anguko la Adam ambalo tunalisoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3, katika Biblia kuna maanguko mengine kadhaa ambayo kwa kweli yanaonesha hali ya mwanadamu kutomtii Mungu. Na baadhi ya maanguko hayo ni mauaji ya Kaini dhidi ya Abel, tunasoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 4. Gharika tunasoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 6 hadi sura ya 9. Mnara wa Babeli tunasoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 11. Anguko la Sodoma na Gomora tunasoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 18 hadi sura ya 19. Dhambi ya wana wa Israeli na ndama wa dhahabu tunasoma katika kitabu cha Kutoka sura ya 32. Kutotii kwa mfalme Sauli tunasoma katika kitabu cha kwanza cha Samueli sura ya 15. Anguko la mfalme Daudi tunasoma katika kitabu cha pili cha Samueli sura ya 11 hadi sura ya 12. Anguko la mfalme Suleiman tunasoma katika kitabu cha kwanza cha Wafalme sura ya 11, na anguko la Yuda na uharibifu wa Yerusalemu na hivyo kupelekewa utumwani tunasoma kitabu cha pili cha Wafalme sura ya 25. Ndugu zangu, anguko la kwanza la mwanadamu lilileta utengano baina ya mwanadamu na Mungu. Kwa kweli dhambi inatufanya tujitenge na Mungu. Kumbe
kwa ujio wa Kristo Yesu, kufa kwake msalabani, utengano huu uliopotea kwa dhambi ya Adamu unarejeshwa. Na ili huu uhusiano uliorejeshwa na Kristo uweze kudumu, Yesu Kristo baada ya kumkomboa mwanadamu hakutuacha hivyo tu. Alianzisha sakramenti 7. Kwa njia ya sakramenti waamini tunapata neema ya wokovu, na hivyo kutusaidia kufika mbinguni. Kwa kweli safari ya ukombozi wa mwanadamu kutoka katika anguko la Adamu hadi kufikia wokovu kupitia Yesu Kristo ni mchakato uliojaa hatua muhimu ambazo Mungu mwenyewe alizichukua ili kurudisha uhusiano wake na mwanadamu. Hatua hizi zinaonekana katika maandiko matakatifu na zinaonesha upendo na neema ya Mungu kwa wanadamu, kama tunavyosoma katika Zaburi ya 103 aya ya 8 kwamba Mungu ni mwenye huruma na neema, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa fadhili. Kumbe kwa huruma zake Mwenyezi Mungu hakupenda kumwacha mwanadamu katika utumwa wa dhambi. Hivyo mara tu baada ya anguko la mwanadamu, Mungu alitoa ahadi ya ukombozi, kuwa ataleta uzao mwanamke atakayemponda kichwa nyoka, yaani Ibilisi. Pengine tunaweza kujiuliza maswali kwamba uzao huu wa mwanamke ni nani? Uzao huu wa mwanamke ni Kristo Yesu, ambaye atazaliwa na Bikira Maria, atakaa kwetu, atateswa na kufa msalabani, na baada ya siku 3 atafufuka kama tunavyosoma katika maandiko. Kufa na kufuka kwake kutaleta ushindi wa dhambi na mauti iliyoingizwa ulimwenguni kwa dhambi ya Adamu. Lakini pia kufa na kufufuka kwake, uhusiano wa mwanadamu na Mungu wake utarejeshwa. Mchakato wa kumkomboa mwanadamu unaanza na wito wa Abrahamu. Tunasoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 12. Tumeona katika kitabu cha Mwanzo ile sura ya 3, Mungu anaahidi ukombozi baada tu ya anguko la mwanadamu. Kumbe ukombozi huu unaanza rasmi na wito wa Abrahamu. Mungu anamuita Abrahamu aondoke katika nchi yake na kwenda nchi ambayo Mungu mwenyewe atamuonesha. Tafsiri ya kuondoka ni kitendo cha kuachana na malimwengu, kuachana na dhambi. Neno zuri ambalo tunaweza kulitumia kuelezea wito wa Abrahamu ni detachment, yani kuachana au kutojishikamanisha na mambo fulani. Kumbe Abrahamu anafanya detachment, anaachana na nchi yake, ndugu zake, tamaduni zake. Anaitwa na Mungu kwenda katika nchi ambayo Mungu mwenyewe atamuonesha. Mungu anamwahidi Abrahamu kuwa atakuwa baba wa taifa teule, yani Israeli. Kupitia yeye mataifa yote ya dunia yatabarikiwa. Kumbe wito wa Abrahamu ilikuwa hatua muhimu katika mpango wa ukombozi wa mwanadamu. Kupitia uzao wa Abrahamu, Mungu aliliunda taifa la Israeli. Na baadaye anaweka agano na taifa la Israeli kuwa atakuwa Mungu wao na watakuwa watu wake. Kwa agano hili Mungu anawapatia Torati wana wa Israeli kupitia Musa mlimani Sinai. Tunasoma katika kitabu cha Kutoka sura ya 19 hadi sura ya 20. Anawapatia Torati ili waongoze katika maisha ya utakatifu na kuandaa kwa ajili ya kuja kwa Masia. Lakini licha ya Mungu kuweka agano na wana wa Israeli walishindwa mara kadhaa kuishika Torati kikamilifu. Tumeona wakati fulani walimgeuka Mungu na kuanza hata kuabudu miungu mingine. Mfano, waliabudu ndama wa shaba katika kitabu cha Kutoka sura ya 32. Kutotii kwa Torati kulionesha zaidi shauku ya Mungu kumkomboa mwanadamu kwa njia ya Kristo Yesu. Ndio maana ujio wa manabii katika Agano la Kale unatabiri kuja kwa Masia, Yesu Kristo, atakayewakomboa watu kutoka utumwa wa dhambi. Mfano, nabii Isaya alitabiri juu ya mtumishi wa Mungu atakayeteseka kwa ajili ya dhambi za watu.
katika kitabu cha nabii Isaya sura ya 53 na sura ya 7 aya ya 14. Katika kitabu hicho cha nabii Isaya anatabiri kuzaliwa kwa Emanueli, yani Mungu pamoja nasi, ambaye atazaliwa na Bikira Maria. Unabii huu ulionyesha mpango wa Mungu wa kumtuma mwanawe Yesu Kristo kuja kukomboa ulimwengu kutoka katika utumwa wa dhambi. Katika utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanawe Yesu Kristo kuzaliwa na Bikira Maria, kama tunavyosoma katika Injili ya Mathayo sura ya 1 aya ya 18. Yesu alitimiza unabii wa Agano la Kale, kama tunavyosoma katika barua kwa Waebrania sura ya 1 aya ya 1 hadi aya ya 2, kwamba Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote. Kristo analeta agano jipya, agano ambalo lilitabiriwa na nabii Yeremia sura ya 31 aya ya 31, kwamba angalia, siku zinakuja, asema Bwana, nitakapofanya agano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda, si kwa mfano wa agano lile nililofanya na baba zao katika siku ile nilipowashika mkono ili kuwaokoa katika nchi ya Misri. Mungu anaweka agano jipya kwa njia ya mwanawe Kristo Yesu, kwa sababu agano la kale Mungu aliloliweka na wana wa Israeli katika mlima Sinai, mara kadhaa wana wa Israeli wamekuwa wakilivunja. Kumbe kuja kwa Kristo Yesu, kuteswa kwake na kufa kwake msalabani, mwanadamu anapata wokovu. Katika kumkomboa mwanadamu, Yesu Kristo anatupatia sakramenti kama silaha ya Mkristo kupambana na kushinda dhambi. Kupitia sakramenti hizi, waamini tunapokea neema zinazotusaidia kushinda athari za anguko la mwanadamu na kuishi maisha yanayoelekea wokovu wa milele. Tukumbuke kwamba neema tunazopata kupitia sakramenti ni zawadi kutoka kwa Mungu, zawadi ambazo tunazipata si kwa mastahili yetu, bali kwa upendo na huruma yake Mungu. Lakini matunda ya neema tunazopata kupitia sakramenti hutegemea pia maisha yetu, yani jinsi tunavyoshirikiana na hizi neema tunazopata kama zawadi kwa kuishi maisha yanayoendana na hizo sakramenti. Kumbe ushirika wetu katika sakramenti unapaswa kuwa ushirika wa kujitahidi katika kuishi maisha mema na yenye kumpendeza Mungu. Sasa tuone msingi wa sakramenti katika maandiko na jinsi zinavyotusaidia kushinda athari za dhambi ili kuishi maisha ya wokovu wa milele. Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 1131 tunasoma kwamba sakramenti ni ishara zenye nguvu ya neema zilizowekwa na Kristo na kukabidhiwa kwa kanisa, ambazo kwa zenyewe uzima wa kimungu unatolewa kwetu. Kulingana na mafundisho ya Kanisa Katoliki, Yesu Kristo alianzisha sakramenti 7 ambazo ni ubatizo, kipaimara, ekaristi takatifu, kitubio au patanisho, mpako mtakatifu au mpako wa wagonjwa, daraja takatifu na ndoa. Mafundisho haya ya Kanisa Katoliki kuhusu sakramenti yana msingi wake kimaandiko na wenye kuonesha umuhimu wake kwenye wokovu wa mwanadamu. Wapendwa wa taifa la Mungu, sasa tuone msingi wa kimaandiko wa sakramenti hizi 7 na kwa jinsi gani hizi sakramenti zinatusaidia kuishi maisha ya wokovu. Karibu tuendelee kutafakari pamoja juu ya sakramenti ya ubatizo.
Yesu Kristo aliagiza ubatizo katika Injili ya Mathayo sura ya 28 aya ya 19. Kama tunavyosoma, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ubatizo husafisha dhambi ya asili na dhambi zote, kama tunavyosoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 aya ya 38. Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina la Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Tunaweza pia kurejea katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 22 aya ya 16, waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Korinto sura ya 6 aya 11, waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 6 aya ya 3 hadi aya ya 8, na waraka wa Mtume Paulo kwa Kolosai sura ya 2 aya ya 12 hadi aya ya 13. Kwa njia ya ubatizo tunafanya washiriki wa familia ya Mungu, kama tunavyosoma katika waraka wa kwanza wa Mtume Petro kwa watu wote sura ya 2 aya 9. Bali ninyi ni mzao mteule, kuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa miliki ya Mungu. Je, kuna ulazima wa mtu kubatizwa? Yesu katika mazungumzo yake na Nikodemu, tunasoma katika Injili ya Yohane sura ya 3 aya ya 5, anasisitiza umuhimu na ulazima wa mtu kubatizwa kwa ajili ya wokovu, anaposema, amini amini nakuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Kumbe katika ubatizo tunazaliwa upya, tunaondolewa dhambi ya athiri na dhambi zote pamoja na adhabu zote, tunafanywa pia kwa watoto wa Mungu na wa kanisa. Ndugu zangu, ubatizo ni muhimu na ni lazima kwa kila mwanadamu kwa ajili ya wokovu. Baada ya kuona sakramenti ya ubatizo, msingi wake katika maandiko, umuhimu wake na jinsi inavyotusaidia kuishi maisha ya wokovu, na walika tena tuendelee kutafakari pamoja juu ya sakramenti ya kipaimara. Bwana wetu Yesu Kristo baada ya ufufuko wake na kabla ya kupaa kwake mbinguni, aliwaahidi mitume kuwa atawatumia msaidizi, yani Roho Mtakatifu. Kitendo cha waamini kupokea Roho Mtakatifu baada ya ubatizo kinaonekana katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Soma sura ya 19 aya ya 2 hadi aya ya 6. Hapa tunakutana na Mtume Paulo anawauliza watu wa Efeso ambao walikuwa wamebatizwa kwa ubatizo wa Yohane. Paulo aliwauliza, je, mlimpokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Kwa kweli watu wa Efeso hawakuwa na ufahamu kuhusu Roho Mtakatifu. Na baada ya Paulo kuwaelezea kuhusu Yesu Kristo, wakaamini na wakabatizwa ubatizo wa Yesu Kristo. Na baada ya ubatizo, Paulo akawawekea mikono, ndipo akapokea Roho Mtakatifu. Utaratibu huu wa kuwawekea mikono wabatizwa na kuwaombea ili wapokee Roho Mtakatifu unaonekana pia katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 8 aya ya 14 hadi aya ya 19. Kipaimara ni sakramenti inayotuimarisha kwa kutujaza nguvu ya Roho Mtakatifu ili tuwe na uwezo wa kushuhudia imani na kupambana na majaribu ya dhambi. Tunafundishwa katika mafundisho ya kipaimara kuwa kipaimara kinatufanya kuwa askari hodari wa Yesu. Ujio wa Roho Mtakatifu, wanafunzi walipata nguvu na ujasiri wa kumshuhudia Kristo hadharani bila ya kuogopa, kama tunavyosoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 aya ya 1 hadi aya ya 4. Kumbe katika sakramenti ya kipaimara tunapokea mapaji ya Roho Mtakatifu na kufanywa mashahidi imara wa Kristo. Kwa sakramenti ya kipaimara tunakuwa majasiri, sio tena waoga wa kumshuhudia Kristo, kama tunavyosoma katika waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Timotheo sura ya 1 aya ya 7 kwamba maana Mungu hakutupa roho ya uoga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Kumbe kwa sakramenti ya kipaimara
tunafanywa imara na jasiri, askari hodari wa Kristo, shahidi jasiri wa Kristo. Baada ya kuona sakramenti ya kipaimara, msingi wake katika maandiko matakatifu, umuhimu wake na jinsi inavyotusaidia kuishi maisha ya wokovu, niwaalike tena tuendelee kutafakari pamoja juu ya sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Yesu Kristo alianzisha sakramenti ya Ekaristi Takatifu wakati wa karamu ya mwisho, kama tunavyosoma katika kitabu cha mwinjili Mathayo sura ya 26 aya 26 hadi aya 28, kwamba nao walipokuwa wakila, Yesu alitwaa mkate, akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu. Akakitwaa kikombe, akashukuru, akawapa, akisema, twaeni mnywe nyote, kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano jipya, imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Ekaristi Takatifu ni chakula cha kiroho, yaani mwili na damu ya Kristo, kinachotupa nguvu ya kuishi maisha matakatifu na kushinda dhambi. Yesu anasema katika kitabu cha mwinjili Yohane sura ya 6 aya 56 kwamba yeye aulai mwili wangu na kuinywa damu yangu ukaa ndani yangu nami ndani yake. Kumbe katika Ekaristi Takatifu tunashiriki meza ya Bwana. Kwa kupokea Ekaristi Takatifu tunampokea Kristo mwenyewe, na anakaa ndani yetu na sisi ndani yake, hivyo tunaungana naye. Kumbe baada ya kupokea Ekaristi Takatifu tunambeba Kristo ndani yetu, tunakuwa Christophos. Ni neno la Kigiriki lenye maana ya mbeba Kristo, the bearer or the carrier of Christ. Kumbe kama Kristo yupo ndani yetu, tayari tuna nguvu ya kupambana na majaribu ya dhambi. Katika waraka wa Mtume Paulo kwa Filipi sura ya 4 aya ya 13, Mtume Paulo anatuambia kwamba nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Kumbe kwa kushiriki Ekaristi Takatifu mara kwa mara, kwa Kristo tunapata nguvu za kiroho na kushinda udhaifu wetu na kuishi maisha matakatifu. Kwa kushiriki Ekaristi Takatifu tunapata nguvu ya imani na kufunuliwa kiroho, kama wanafunzi wa Emau walivyofunuliwa kiroho na kumtambua Kristo mfufuka, kama tunavyosoma katika kitabu cha mwinjili Luka sura ya 24 aya ya 30 hadi aya ya 32. Yesu alipoumega mkate pamoja na wanafunzi wake wa Emau, macho yao yakafunuliwa na wakapata kumtambua Kristo mfufuka. Ekaristi Takatifu inamrudisha mtu katika mshikamano na waamini wengine katika ushirika wa kanisa. Mtume Paulo katika waraka wake wa kwanza kwa Korinto sura ya 10 aya ya 16 hadi aya ya 17 anasema kwamba mkate ule tuumegao, je, si ushirika wa mwili wa Kristo? Kwa kuwa mkate ni mmoja, sisi tulio wengi tu mwili mmoja, kwa kuwa twashiriki mkate ule mmoja. Kumbe kwa kushiriki Ekaristi Takatifu, Mkristo anaungana tena na mwili wa Kristo, yaani kanisa, na kupata msukumo wa kushinda dhambi zinazomtenga na Mungu na kanisa lake. Sakramenti ya Ekaristi Takatifu ni kilele cha maisha yote ya Mkristo, kwa sababu katika Ekaristi Takatifu tunakutana na Kristo mwenyewe katika maumbo ya mkate na divai, ambaye ndiye chanzo cha neema zote. Kumbe kushiriki Ekaristi Takatifu kwa Mkristo ni muhimu sana katika maisha ya kiroho. Basi nipende kuchukua nafasi hii kukushukuru kwa kuwa nami katika kipindi hiki,
na niendelee kukukaribisha pia kwa kipindi kijacho ambacho tutaendelea na mada yetu hii ya msingi wa sakramenti katika maandiko matakatifu na jinsi zinavyotusaidia kushinda athari za dhambi ili kuishi maisha ya wokovu wa milele. Karibu tufunge kipindi chetu kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Atukuze Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Nikutakie usikilizaji mwema na Mungu akubariki sana. Tumsifu Yesu Kristo.